tunatambua kwa kazi hiyo kubwa na nzuri walioifanya, na tunaamini sasa kwa sababu ya ushiriki wao wa Tanzania hawa wazawa huko mbele ya safari, tukiwa na project kubwa kama hizi zitasimamiwa na sisi wenyewe wa Tanzania, kwa sababu tayari tunao uzoefu wa kutosha, elimu ya kutosha iliyotokana na ushiriki wetu wa moja kwa moja kwenye kazi ya namna hii. Jambo la lingine ningelipenda niliseme hapa ni jambo la kupunguza msongamano katika majiji na miji. Miradi ya kupunguza msongamano wa magari katika miji mikubwa hapa nchini, hususan katika miji ya Dar es Salaam, Dodoma na Mbeya, ina umuhimu mkubwa kwa maendeleo ya taifa letu. Hata hapa Mwanza tunao mradi mkubwa wa kupunguza msongamano wa kutoka Mwanza katikati ya mji kuja Usagara. Ule mradi tumefika hatua kubwa na nzuri sana, ambayo itakuja kuunganisha na daraja sasa. Kwa hivyo ule mradi tupo katika hatua ya mwisho kabisa ya kuweza ya kimanunuzi, na baadaye kusaini mkataba na mkandarasi na hatimaye kumkabidhi site mkandarasi ili aanze kazi. Lakini kule Dar es Salaam pia vile tuna miradi ya kupunguza misongamano, na Mbeya tunayo mradi wa kupunguza msongamano, na hii ni katika kuwarahisishia wananchi shughuli zao za kijamii, kibiashara, kiuchumi, na kwa hivyo hilo tunakwenda nalo, na miradi hii pia ni ishara ya dhamira ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuimarisha miundombinu, jambo linalosaidia kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi yetu. Hivyo juhudi hizi si tu kwamba zinaboresha maisha ya kila siku ya wananchi, bali pia zinachangia kwa kiasi kikubwa katika ustawi wa taifa letu. Ndugu wanahabari, serikali imechukua hatua mbalimbali katika kupunguza msongamano wa magari katika jiji la Dar es Salaam. Hatua hizo ni pamoja na ujenzi wa barabara za juu. Ujenzi wa barabara za juu kwa maana yale madaraja katika makutano ya barabara katika eneo la Ubungo, pale Tazara pia vile, lakini tunao Chang'ombe na Uhasibu. Miradi hii imekwisha kukamilika. Aidha, mazungumzo baina ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Japan kupitia shirika lake la maendeleo la JICA yanaendelea. Tunaelekea katika kujenga barabara ya juu eneo la Moroko na pia vile pale Mwenge, ili tupunguze na kuondosha kabisa msongamano. Ujenzi wa barabara za mabasi yaendayo kasi, awamu ya kwanza kilomita 20.9 inayohusisha barabara ya Morogoro kutoka Kimara hadi Kivukoni, pamoja na barabara ya Kawawa kutoka Magomeni hadi Moroko, na mtaa wa Msimbazi kutoka Faya hadi Kariakoo. Mradi huu takriban umekamilika. Awamu ya pili kilomita 20.3 kutoka katikati ya mji mpaka Mbagala kupitia barabara za Sokoine, Gerezani, Bandari, Kilwa, Chang'ombe na Kawawa, pamoja na barabara za juu flyovers katika makutano ya Uhasibu na pale Chang'ombe. Ujenzi umekamilika pia vile, lakini pia vile awamu ya 3 kilomita 23 inahusisha ujenzi wa barabara kutoka katikati ya mji, yani CBD hadi Gongo la Mboto kupitia barabara za Azikiwe, Bibititi, Nkuruma na Nyerere, pamoja na barabara za mtaa wa Lindi, Shauri Moyo, Uhuru na Mandela. Ujenzi unaendelea. Hivi sasa tumefikia 72%. Kazi hii tunaifanya pamoja, si serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tukishirikiana na wabia wetu Benki ya Dunia. Awamu ya 4 itahusisha ujenzi wa barabara kutoka katikati ya jiji kuelekea Ubungo kupitia barabara za Bibititi, Ali Hassan Mwinyi hadi Samnujoma, ndio inakuja kutokea pale Ubungo, na kuanzia Mwenge hadi kufika Tegeta kupitia barabara ya Bagamoyo. Ujenzi unaendelea, na ujenzi huu sisi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunashirikiana vyema na wabia wetu
washirika wetu Benki ya Dunia. Kwa sehemu ya kwanza ujenzi umekamilika 15%, na sehemu ya pili ujenzi umekamilika 16%, umeshafikia 16%, na sehemu ya tatu ujenzi umefikia 10%. Awamu ya 5 kilomita 25 kutoka Ubungo bandarini na Segerea Tabata mpaka Kigogo upo katika hatua za mwisho za manunuzi, na huu tunashirikiana na wabia wetu wa maendeleo, washirika wetu wa maendeleo kutoka serikali ya Ufaransa. Sasa tuna mradi wa daraja la Jangwani, nimekwisha kueleza kwa kina. Hili daraja litakuwa na urefu wa mita 390 na kimo cha takriban mita 14.5 kutoka katika maji kwenda juu, ukiacha zile nguzo zitakazozama pale chini. Na tutakuwa na barabara unganishi za mita 700 zitakazokuwa zimeungana na daraja letu. Na mradi huu utachukua jumla ya miezi 24, utakuwa umekamilika, na matarajio yetu ni kwamba hivi sasa kazi hiyo ndio imeanza. Lakini vile vile tunaendelea na kazi ya upanuzi wa barabara ya Kimara hadi Kibaha, kutoka njia 2 hadi kuwa njia 8, kilomita 19. Huu tumeshakamilisha kwa jumla ya bilioni 140.45, na barabara hivi sasa inatumika, na ndio maana tumeamua sasa kuipanua na hii barabara kutoka Ubungo kuelekea Kimara ili ziendane. Lakini vile vile tuna upanuzi wa barabara ya Mbagala rangi 3 mpaka Mkuranga, na sehemu ya kwanza tunaanza na ile sehemu ya Mbagala rangi 3 mpaka Kongoe, ambako tayari mkandarasi amekwisha kupatikana, na pale zinajengwa barabara 6, 2 zinakwenda 2 zinarudi, na katikati tabaki barabara ya kwa ajili ya kupitisha mabasi ya kwenda kasi, na pia vile vile upanuzi wa daraja la Mzinga. Lakini vile vile upanuzi wa barabara ya Mwai Kibaki kutoka Moroko kwa maana ya mpaka Kawe roundabout mpaka Afrikana, pamoja na ujenzi wa madaraja ya juu 3 na daraja moja la chini la watembea kwa miguu. Huu ni katika mpango wetu tulionao tunaokwenda nao ili kuondosha msongamano. Tafanyika kazi hiyo pia vile vile hapo mbele. Kupunguza msongamano katika jiji la Dodoma, tumefanikiwa serikali kuendelea na ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje, yani outer ring road, katika jiji la Dodoma kwa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 112, ambapo sehemu ya kwanza ya Nala mpaka Veyula mpaka Mtumba mpaka Ihumwa bandari kavu kilomita 52.3, ujenzi wake umefikia 86%, na sehemu ya pili ya Ihumwa bandari kavu mpaka Matumbulu mpaka Nala kilomita 60, ujenzi wake umefikia 85%. Tunakwenda vizuri sana. Tunayo miradi ya dharura ambayo imeenea nchi nzima tunayoitekeleza kupitia wakala wa barabara, yani TANROADS. Miradi ya matengenezo ya dharura inayoendelea inatokana na mvua zilizonyesha mwaka 2023, zile za El Nino. Na hapa jumla ya fedha bilioni 556.9 ziliidhinishwa na kutolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili kwenda kuhudumia mikataba 81. Na kati ya fedha hizi au kati ya mikataba hii, jumla ya mikataba 72 ili kwenda kwa Watanzania makandarasi wazawa, ambao ni zaidi ya bilioni 400. Kati ya hizi bilioni 556.9 zilikwenda kwa makandarasi wazawa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa maelekezo yake ambayo yamepelekea sisi kama Wizara ya Ujenzi na TANROADS kuweza kutoa kipaumbele hiko kwa makandarasi wazawa ambao kwa kusema ukweli wanafanya vizuri sana, na tunayo
mifano mingi ya hao makandarasi wazawa wanaofanya vizuri kwenye kazi hii. Naomba pia kutumia nafasi hii kutangazia umma kwamba makandarasi wawili wa matengenezo ya barabara ya kule Mtwara Mingoyo kwa maana ya Mnazi Mmoja na Mnazi Mmoja mpaka Masasi wamekwisha kuingia katika kazi, na kazi hii ni jumla ya shilingi bilioni 427 inayokwenda kutengeneza barabara hii. Inaungana na ile ya kutoka Masasi inakwenda mpaka Newala, Newala mpaka Tandaimba, Tandaimba mpaka Mtwara tena. Unafahamu kwamba yote hayo ni maeneo ya kiuchumi. Huko watu pia vile vile wanafanya kazi kubwa ya uzalishaji wa korosho, wanazalisha dengu, wanazalisha choroko, lakini vile vile kuna cement, viwanda vikubwa kama kile cha Dangote kipo kule, na hapa karibuni tunayo matarajio ya kuwa na mradi mkubwa wa gas upande huu pia. Kwa hivyo tunashukuru sana, tunapongeza kazi nzuri inayoendelea, lakini vile vile serikali hii ya awamu ya 6 imeendelea kutekeleza miradi ya uendelezaji wa viwanja vya ndege vya Msalato. Ni kiwanja kikubwa sana ambacho kinaendelea kujengwa pale. Tunaendelea na uboreshaji wa kiwanja cha Kigoma, Tabora, Geita, Songwe, Mtwara, Sumbawanga, Shinyanga, Iringa, Musoma, Songea, Tanga na kiwanja cha pale Leki Manyara. Hivi vyote baadhi yake vimekwisha kukamilika tayari, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuvifungua tayari. Lakini tunaendelea hapa Mara kwa maana hiki cha Musoma kinaendelea kutengenezwa, na hata pale Shinyanga pia vile vile. Miradi hii ikikamilika, viwanja vitarejeshwa TAA kwa maana ya mamlaka ya usimamizi wa viwanja vya ndege chini ya Wizara ya Uchukuzi. Miradi hiyo ipo katika hatua mbalimbali za ujenzi, ambapo katika kiwanja cha ndege cha Msalato package 1 inayohusisha ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege, yani runway, barabara ya kuingia kiwanjani pamoja na miundombinu mingine, umekwisha kufikia 87%, na package ya pili ile inayohusisha jengo la abiria la kisasa sana, mnara wa kuongezea ndege na majengo mengine, kazi hii kwa pamoja imeshafikia 53%. Moja ya kazi tulionayo kama wizara pamoja na kujenga mabarabara haya ni kudhibiti uzito wa magari ili kusudi barabara zetu ziweze kudumu kwa muda mrefu. Unajua hii barabara hizi ni rasilimali ya Watanzania. Zinajengwa kutokana na kodi yetu sisi wa Tanzania. Kwa hiyo ni lazima tulinde. Hii ni rasilimali yetu. Ukichukua wastani wa barabara tulizonazo za lami nchi nzima, thamani yake ni sawa na mtaji wa pesa zisizopungua trilioni 40 kwa nchi nzima, lami tulizonazo. Sasa ni lazima tuzilinde, na tuzilinde kwa umakini mkubwa kabisa, bila ya kumuonea mtu na bila ya kuona haya. Hizo barabara zilizoenea nchi nzima zikiharibika zote, tutakuwa na kazi ya kutafuta pesa nyingi, wastani wa hizi nilizozitaja ambayo ndio thamani ya hizi barabara, tuanze upya. Kwa hivyo tunalinda barabara hizi kwa kusimamia shughuli za mizani. Serikali imeendelea kujenga na kuboresha mizani ya kupima uzito wa magari ili kulinda barabara zisiharibike mapema na kuimarisha udhibiti wa uzito wa magari yetu. Wizara kupitia TANROADS imejenga mizani ya Rubana mkoani Mara na ujenzi wa mizani ya Kemokoua mkoani Arusha, ujenzi wa mizani ya Igagala mkoani Njombe na Kizengi mkoani Tabora unaendelea. Aidha, ili kukabiliana na changamoto ya msongamano kwenye vituo vya mizani pamoja na vitendo vya rushwa, serikali kupitia TANROADS imejipanga kufanya mambo yafuatayo. Hapa tuna malengo ya kufunga mizani ya kisasa ambayo ni automatic, kwa lengo la kupunguza ile human error, kupunguza makisio ya kibinadamu, bargaining, ili kuondosha rushwa. Tuna experience kubwa kwenye eneo hili, na hii kutengeneza automatic au automation haimaanishi kwamba tutawaondoa watu katika mizani wasifanye kazi na kupunguza ajira. Ajira ziko pale pale na Watanzania vijana wataendelea kuajiriwa,
lakini nia yetu tunataka automation ambayo itatusaidia ule muingiliano wa kubargain kati ya mtu na mtu upungue sana, ambayo mara nyingi hii ndio imekuwa ikilalamikiwa inasababisha rushwa. Na kwa hivyo tunataka tupate accuracy ya hii kazi. Kuendelea kufunga mizani ya kielektroniki ya kupima magari yakiwa kwenye mwendo, yaani weigh in motion, katika vituo vyote vya mizani ifikapo mwaka 2030 ili kupunguza msongamano wa magari katika vituo vya mizani. Hadi sasa mizani ya aina hii imefungwa katika vituo vya mizani vya pale Vigwaza, Mikese, Mikumi, Wenda, Mpemba, Nala, Njuki, Kimokoua, Dakawa na Rubana. Kufunga mfumo wa ufuatiliaji. Tunafunga mfumo wa ufuatiliaji kwa maana CCTV kamera tunauimarisha na data management katika vituo vyote vya mizani. Tunataka kazi ikamilike mpaka kufika mwaka 2026-27 tuwe tumekamilisha kazi ya kufanya ufungaji wa hizi CCTV cameras katika mizani yetu yote. Ndugu wanahabari, miradi ya barabara inayotekelezwa na wizara huzingatia pia masuala ya usalama barabarani ili barabara zisiwe chanzo cha ajali na maafa kwa watumiaji. Hatua mbalimbali zinachukuliwa ili kuhakikisha barabara zetu zinakuwa salama. Miradi inayotekelezwa ni pamoja na kufanyia maboresho maeneo hatarishi, yani black spots, kuweka alama na michoro muhimu ya barabarani, kufunga taa za kuongoza magari katika makutano ya barabara na taa za barabarani katika maeneo mbalimbali ya miji. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, maelekezo yake ya kuhakikisha tunaweka taa za kutosha za barabarani kwa malengo ya kuondosha na kupunguza giza katika miji yetu na kupunguza hata ajali. Tunashukuru kwa sababu katika mwaka uliokwisha tunaomaliza wa 2024-25 jumla ya taa 4680 zimefungwa nchi nzima, na hii ni wastani wa kila mkoa tuliupa taa kati ya 180 hadi 200. Na katika mwaka huu wa 25-26 tuna jumla ya taa 5200 zitawekwa zitagawanywa mikoani kote, na hii ni wastani tena kwa mara nyingine wa taa zisizopungua 200 zitakazosambazwa mikoani. Lakini katika yale maeneo ambayo kuna miradi inaendelea, wao watakuwa na advantage kwa sababu ile miradi inakwenda na package ya taa zake. Kwa mfano Ring Road ya Dodoma, zile kilomita 112 zote za Ring Road ya Dodoma, yani ule barabara ya mzunguko nje ya kuondosha msongamano katika jiji la Dodoma, yote 112 itakuwa ina taa zake inazojitegemea. Utekelezaji wa miradi ya ujenzi na ukarabati wa vivuko. Ndugu wanahabari, wakati wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA unaanzishwa mwaka 2005, kulikuwa na jumla ya vivuko 13 peke yake. Hadi kufikia sasa serikali imewezesha TEMESA kuongeza idadi ya vivuko na kufikia 32 kwa nia na madhumuni ya kutoa huduma kwa wananchi. Sasa ina vituo zaidi ya 20 nchini kote. Katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na kinara wetu jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imeiwezesha TEMESA kuanza ujenzi wa vivuko vipya 5 katika eneo hili la Ziwa Victoria peke yake, na kimoja katika bahari ya Hindi, kile cha kutoka Nyamisati kwenda Kilindoni kwa maana Mafia. Vivuko hivyo vinatarajiwa kukamilika Septemba 2025, na ambavyo ni kivuko cha Kisoria Rugezi, lakini tunacho pia vile hichi kitatoa huduma kati ya Kisoria wilayani Bunda na Rugezi wilayani Ukerewe, lakini pia vile kivuko cha Bwiro Bukondo kitakachotoa huduma kati ya Bwiro na Bukondo wilayani Ukerewe mkoani Mwanza, kivuko cha Ijinga na Kahangala wilayani Magu mkoani Mwanza, lakini pia vile kivuko cha Nyakarilo Kome mkoani Mwanza, na kivuko cha Buyagu hadi Mbarika mkoani Mwanza, na ujenzi wa kivuko cha Nyamisati mpaka Mafia pale Kilindoni.